Ya, kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Safari haikuwa nyepesi, safari ilikuwa ndefu, lakini kwa sababu tumetumia ndege ya kisasa ATC, ndege ambayo alitupa mama, kwa maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulitoka Tanzania tumetumia takriban masaa 8 na dakika 40 kutua Casablanca. Kutoka Casablanca kwenda kule ambako tulipofikia baada ya siku mbili kupumzika. Tukatoka pale Casablanca kutua hapa Ojide ambayo tumetumia kama dakika 45, lakini hali ya hewa ni nzuri kama Tanzania jinsi ambavyo unaona, kibaridi hakuna, kajoto kadogo kwa mbali, lakini yote kwa yote mimi kama mshabiki nimepata sana faraja kuona namna ambavyo wachezaji wetu unaona kwamba wana morali kabisa juu ya hiyo mechi, kuna namna ambavyo wanakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa niendelee kuwaomba tu mara nyingi kama kaida yangu mashabiki wa soka wa Tanzania, hususan wale ambao tulioacha nyumbani, hususan wa Afrika Mashariki na Kati, kusimama dua na sara kuiombea timu yetu. Kwa sababu gani? Unajua Simba ndio timu pekee iliyobaki kuwakilisha katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika, kwa maana kwamba ya CAF. Kwa hiyo lazima tusimame kwenye dua na sara, tuone namna ambavyo Simba wamepambana hapa, si kwa sababu tu ya Simba, kwa sababu tu ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo nazungumza nanyi kupitia Mpenja TV. Tayari tumeshapata nafasi ya kuwakilisha timu 4 mwakani katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Lakini kikubwa tubaki kwenye dua na sara, tuwaombee wachezaji wetu, Mwenyezi Mungu awaamshe salama kesho, waipambanie timu yetu. Inshallah niwaambie wana Simba wasiwe na hofu, mwaka huu tunakwenda kutengeneza historia mpya, tunakwenda kutengeneza historia nyingine, kwa maana tunakwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Iwe isiwe, inyeshe isinyeshe, tunakwenda. Lakini moja ya sababu ya kwenda ni kuhakikisha tunasimama kwenye dua na kufanya vizuri kesho katika uwanja wa Barakani. Na hapa tunazungumza kuelekea katika uwanja wa Barakani kuna kilomita 25 tu kuelekea. Kesho Barakani watatambua. Lakini jambo kubwa zaidi, mimi nawaambia siku zote wa Tanzania, na leo nawaambia tena kupitia Mpenja TV, nasema ukubwa wa Simba, tembea ndio utaona ukubwa wake. Tuko huku Barakani, historia kubwa inazungumzwa Simba. Kila Mwarabu anakuambia Simba the big team. Kwa hiyo tusimame kwenye dua na sala, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho tutapata mafanikio, tutatengeneza strategy nzuri ya kuelekea mechi yetu ya finali ambayo na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaipiga katika uwanja Benjamin William Mkapa. Hawa vidudu mtu achana nao. Naam, wewe ni moja na wachezaji kwa ujumla. Ya, morali iko juu. Morali iko juu. Naona namna ambavyo wachezaji jana walikuwa wanapokea mazoezi kutoka kwa mwalimu technical bench. Mwalimu Fadu unamuona namna ambavyo jana alivyokuwa serious, na unaona wachezaji namna jana walivyokuwa wanapokea. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kwa namna ambavyo nilivyoona kuna matumaini makubwa ya Simba Sports kesho kupata ushindi ndani ya Barakani. Tuseme inshallah. Ya, kwanza niseme mtangazaji, ungekosa kuniuliza hili swali nahisi kwamba ungekuwa umenikosea sana. Nikupongeze kwa sababu ni mtu ambaye ukiniangalia tu unaona huyu maswali gani anahitaji kuulizwa. Lakini niseme kimsingi sisi Simba focus yetu ni mechi ya kesho. Msingi wa kuelekea kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika ni mechi ya kesho. Kwa hiyo focus kubwa niwaambie wana Simba to focus kuhusu mechi ya kesho. Kama kuna jambo lingine mimi nafikiri management ya Simba ipo kupitia msemaji wetu atakuja kutueleza. Lakini mimi ninachojua mechi yetu tutapiga katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo hivi vitu vingine vinavyozungumzwa havina faida kwetu. Kimsingi sisi kama Simba focus yetu, target yetu kuhakikisha kesho tunafanya vizuri katika mechi ya kesho. Tukimaliza mechi ya kesho ndio tutafikiria chingine nini kinakuja au viongozi wetu nini watutambia. Kwa hiyo niwaambie wa Tanzania hususan wana Simba waliokuwa nyumbani waendelee kukata ticket, mambo mengine tuachie uongozi wa Simba, tubaki kwenye dua na sala. Inshallah mimi na imani kesho tutafanya vizuri, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na jitihada ambazo zinazofanyika tutakwenda kupiga katika uwanja Benjamin Mkapa. Pale airport niliona Waarabu wanakufurahia kweli. Simba vipi? Kisugu Kifaransa kipi? Bonjour, ça va? Ipo. Napiga mambo. Asante, nami niwashukuru sana Mpenja kwa kazi kubwa, kazi nzuri mmefanya. Hivi nazungumza wote tuko Barakani kwa maana ya Morocco. Wa Tanzania wanapata taarifa moto, wanapata kila hatua ambayo Simba wanaifanya huku Barakani. Utaona namna ambavyo mmekuwa bora sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii niendelee kuombea kwa Mwenyezi Mungu, aendelee kuwapa afya njema, muendelee kupambana na muendelee kuwajuza wa Tanzania hususan kinachotokea huku Morocco.